Mtazamaji wa Global TV na mtazamaji wa Nyundo TV, leo ni siku ya pili tangu itokee msiba mzito wa baba mzazi wa Juma Nature na watoto wengine. Pia ni baba ambaye ameacha watoto kadhaa, lakini pia ameacha mke, na kifo chake kilianza taarifa zake kusikika kuanzia asubuhi na mapema. Hapa nipo na mtoto wake mwingine. Kwanza ungejitambulisha jina tukafahamu unaitwa nani? Mimi naitwa Catherine Aloisi, mtoto wa kwanza wa mzee Kasimu ambaye amenilea. Mamangu aliolewa nikiwa na mwaka 1.5. Kwa hiyo mzee Kasimu amenilea mpaka umri huu nilipofikia. Pole sana. Nilitamani kusikia jinsi ambavyo ulipata taarifa ya kifo chake, lakini kile kilichokuwa kinamsumbua baba kipindi chote hicho ambacho mlikuwa mkiishi naye enzi za uhai wake. Taarifa zake kwa kweli zilinistua sana, kwa sababu sikutegemea baba kama angeondoka katika kipindi hiki ambacho tulikuwa tunamhitaji. Lakini kiujumla baba yetu aliugua kwa muda mfupi. Alianza kuumwa rasmi mwezi wa 12 mwaka jana, lakini zaidi kabisa kuanzia mwezi wa 3 mwaka huu ndo alianza ile hali ya kuzidiwa, na ikafikia hatua mpaka tukampeleka Muhimbili wakampa transfer Mloganzila, ndo maisha yake yaliishia hapo. Na ni kitu gani ambacho kilikuwa kinamsumbua mzee wakati wote huo, na mara yako ya mwisho kuzungumza naye alikuwa kwenye hali gani? Kwa kweli maradhi yalikuwa yanamsumbua, pressure, gesi tumboni. Baadaye wakasema kwamba madokta kwamba ana kansa kwenye kibofu cha mkojo. Baadaye wakatupa taarifa kwamba alipata pressure kali mpaka ikapelekea damu ikavilia kwenye ubongo. Kwa mpaka mara ya mwisho ugonjwa wake haswa ilikuwa ni ubongo kuchanganyika na damu, na alifunga kauli mwezi mmoja. Ina maana mwezi mzima kuweza kuongea chochote. Kwa hiyo kipindi chote ambacho alikuwa naumwa mara ya mwisho kabla ya kifo chake, mwezi mzima alikuwa hawezi kuzungumza chochote. Na nyinyi kama watoto mlikuwa mkimuona mnamwambia nini kilikumtia moyo, japo yeye alikuwa ongei? Kwa kweli sisi tulikuwa tunamtia moyo, tunampa tu pole baba, tunamfariji, ingawa amepitia kwenye mateso makubwa, lakini tulikuwa tunamfariji tu. Hatukuwa na njia nyingine yoyote zaidi ya kumwombea baba yetu na kumpa pole, ni hivyo tu. Na ni kitu gani ambacho kinakukumbusha kwamba ni alama kwenye maisha yako tangia umefika kwenye familia hii? Kwa sababu umeniambia ni mtoto ambaye ulikuja ukiwa na mwaka 1.5, na yeye baba enzi za uhai wake ndio alikulea mpaka hapa ambapo umefika. Kwa kweli yeye alikuwa ni zaidi ya baba. Hata babangu mzazi sidhani angenilea kama alivyonilea yeye. Alinipokea nikiwa na mama, alinilea toka mdogo mpaka nasoma shule ya msingi, mpaka nilikuja kufikia hatua kupata familia, niko kwenye mikono yake. Na alinionyesha upendo wa hali ya juu. Hakuweza kunitenga. Alinichukua kama mtoto wake wa kumzaa mwenyewe. Mpaka hatua hii namshukuru Mungu. Namshukuru sana Mungu kwa kweli. Ni kitu gani ambacho unaweza kutuelezea kwamba kwako kinabaki kama alama, tabia, moment ambazo ulikuwa unakutana nazo ukiwa na baba yako huyu mlezi, ambazo kwako zinakusema kwamba huyu alikuwa ni baba ambaye amesababisha mimi niweze kufika hapa na sitamsahau? Kwanza kabisa baba alikuwa ni mtu ambaye mwenye upendo sana. Alikuwa ananipenda sana, hakunibagua. Yaani kiujumla kwenye elimu alikuwa ananipambania. Na kikubwa ambacho nakumbuka, mimi nilifiwa na mume wangu, baba watoto wangu. Kwa kweli alijitoa, alinisindikiza mpaka Singida kumzika mkwe wake. Haikujalisha kama yeye mtoto ambaye amenikuta, lakini alisimama kama baba kwa ajili ya kunifariji. Ni jambo kubwa, nashukuru, na amenilelea watoto wangu mpaka nao wanajitegemea. Hakuweza kuwatenga, aliwachukulia wajukuu zake kabisa. Kwa hilo namshukuru Mungu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Na kipindi hicho chote ambacho alikuwa akikulea hapa ukiishi na mama yako, mama alikuwa anasemaje kuhusiana na malezi, labda anapokuwa anazungumza na baba kuhusiana na maisha yako wewe hapa?
Kwa kweli mama alikuwa ananisihi sana, mpende sana baba yako, kwa sababu nafasi aliyokuwa nayo hata baba yako mzazi sidhani kama angeweza, lakini huyu ni zaidi ya baba yako. Kwa hiyo mpende sana baba yako, mpende kabisa, yani mpende. Hilo tu ndio kubwa alikuwa ananisihi mama yangu. Makazi mawili tofauti. Mara ya kwanza mlikuwa mkikaa Kurasini na sasa hivi mkawa mnakaa huko Mbagala Kiburugwa. Ni maisha gani unayakumbuka ya Mbagala? Lakini maisha gani ambayo unayakumbuka ambayo yalikupendeza mkiwa mdogo ukiwa mnaishi Kurasini? Kwa kweli mimi maisha yote nimeyafurahia. Kwenye mapito yangu alisimama na mimi, kwenye machungu yangu alisimama na mimi, kwenye shida zangu alisimama na mimi, hakuweza kunitenga kabisa. Alikuwa ananifariji, ananitia moyo. Nakumbuka mpaka nilipofiwa na baba watoto, yeye ndo aliniambia, mwanangu, huwezi kukaa huko tena, naomba rudi nyumbani. Nyumba ipo tu kubwa, rudi nyumbani, njoo ule watoto wako. Na mimi nilikataa, lakini baba akasema kama ukikataa mimi tutaelewana, nitakasirika mwanangu. Kwa hiyo nikamsikiliza babangu. Kwa mara ya kwanza nikarudi hapa nyumbani na ndipo nilipo mpaka muda huu. Pole sana. Natamani kujua kwenye familia malezi ya baba na watoto wake. Unajua kuna baba wengine na watoto ambao kama wewe, mtoto ambaye umefikia kwenye familia na yeye ameamua kukulea, anapokuwa amepata watoto wake yeye, kuna malezi yanakuwa tofauti. Yeye alikuwa ni baba wa namna gani ambaye wewe binafsi unaweza kumzungumzia, lakini hao wadogo zako ambao walikuja kukufuata, ambao wewe pia ukawa unawalea ukiwa kwenye familia hii, walikuwa wanakuchukuliaje? Kwanza baba alitulea sawa sawa. Kwanza katika maisha yake hajawahi kuniita jina langu, ananiita mama. Akiniona, kwa sababu hakubahatika kupata mtoto wa kike, wote kaka zangu ni wa kiume watupu, kwa mimi alikuwa anapenda kuniita mama muda wote. Na katika malezi alitulea wote katika kitu kimoja, hakuweza kututenga, hakutubagua. Na endapo ndugu zangu kidogo walikuwa wananikorofisha, walikuwa anawakanya, anawaambia jamani, huyu ni dada yenu. Kwa hiyo nashukuru Mungu, kaka zangu nao walikuwa waniwaelewa mpaka leo hii, hawajawahi kuniita jina langu. Wao ni dada tu, dada. Na wanasimama kwenye magumu yangu, kwenye changamoto zangu, hawajawahi kunitenga, wananipenda mpaka hivi ninavyowaambia. Pole sana. Neno lako ni lipi kutokana na msiba huu mzito ambao umekumba familia, kumpoteza baba ambaye ndiye alikuwa kichwa cha familia? Kwa kweli ni pigo zito, pigo kubwa, lakini tuseme tu kwa yote, kwa sababu Mungu ndo aliyeumba na Mungu ameamua kuchukua kiumbe chake, inabidi tumuombe tu, hatuna jinsi ya kufanya. Pole sana. Shapo.